Amniwezi, si niliwaangusha jana. Ingi step uongo. Leo amniwezi lolote. Ona paka wachezea mimi. Huyu dada haoni kabisa. Sababu green wangu jana shida huo. Soka na burudani. Wanchezea mimi, tulia. Uko green wangu. Chezea hapo. Nimewaambia hii game amniwezi. Sasa amniwezi kabisa. Sisi ndo mataikuni. Mambo? Nini baba? Vipi wenda wapi? Sitakuongea naye ile dem pale. Hebu sikiza. Yule si best yako na huyu best wenu kwanza leo umekufa. Na ikizidi hivyo bro, hata mimi na wewe urafiki uishe. Kwa sababu gani? Haiwezi kuwa mimi napata tabu kumlipia mtu school fees asome, alafu nyumbani naletwa maskandal kibao ya yule dem. Mimi sijui kama ni sister yako brother. Ujui? Sasa jua yule sister, alafu sikiza. Haiwezi kuwa mimi daily naletwa kesi bro. Umeona? Juzi yenyewe nilikuwa nasuluhisha kesi. Mimi sijui brother mimi. Yule akishatoka asubuhi arudi. Sikiza kwa taarifa yako bro. Miaka ni 30. Wewe usikii? Miaka ni 30. Sababu yule mwanafunzi. Yule mwanafunzi. Bro. Samee jamaa, hakujua mimi. Msamee nini na ndio tuko naye kikaoni huyu. Kweli mwenetu lakini najua kujua kama dada. Hakujua. Wewe kuniambia hata sasa sikiza, hebu sikiza. Wewe wajua ama ujui, mwanafunzi mheshimu. Tini bro. Sawa, mwanangu umesikia maneno lakini samee kwa hilo. Wewe unajivaa kidume cha mtaa. Sio hivyo brother. Jifunze sengine. Wakati mwingine heshimu. Jifunze. Sawa. Tufanye mambo yetu kule mzee, achana na mambo ya shaishi. Sawa. Polisa. Angalia kwa mapenzi. Gari zingine hazina leseni bwana. Hayana kipimo mapenzi. Wakati wote waweza fanya wonders hapa alafu kashangaza. Sasa mankinika bro. Sawa bro. Ushaelewa? Kwa vile ushaelewa, hakuna shida. Kama umeelewa rafiki yangu sawa, imeisha hiyo. Ushansamee kitambo tu mbona. Tunaendelea ama vipi? Sana shamba. Ausi pamoja sana. Mama nisikilize leo. Nina jambo moyoni. Sio dharau, ni ukweli tu. Mama umenilea kwa upendo mwingi, ukanifunza maisha ya heshima, lakini kuna jambo linaniumiza unapotaka kunichagulia mpenzi wangu. Jambo mama. Mimi nashukuru mama. Niambie, vipi? Salama. Za utokako. Nimeenda uliko nituma. Nimemkuta yule mzee, nimezungumza naye. Ikiwa atapata basi itakuwa vizuri na mimi. Ndio vizuri. Mimi nataka tu mambo yawe sawa, kuna shida. Okay. Ila vipi mwanangu? Kuhusu yale mambo yetu ambayo wataongea kila siku nilikuwa nakusisitiza. Mambo gani mama? Yale ya mtoto Shwaledi mwanangu, ulifikia wapi kwani? Ama ndio umtaki kabisa? Mama, hayo ndio yako ya kila siku. Yaani mpaka na regret kuja huko. Sasa mwanangu, si mimi nakwambia, yule mtoto ni mtoto mzuri, anakufaa kimaisha. Si vipi hata kimaisha pia. Unajua? Hisia zako siko vizuri kwako. Na macho yako pia yanaona kwamba yule msichana ni mzuri kwako. Lakini mimi sijaridhia. Hujaridhia kivipi? Nilikwambia vizuri kwamba mapenzi ni hisia. Sina hisia zozote kwake mama. Yule mtoto ni mzuri kabisa yani. Tena kifedha pia anatupatia hela mwanangu. Alafu tena sitoshe anatujali. Lakini sasa wewe hutaki kabisa. Kwani wewe wamtaka nani mwanangu? Kwa hivyo wewe unampenda kwa ajili ya pesa? Si kwamba pesa tu, tabia njema pia uko nayo. Ulimjua saa ngapi mamangu? Lakini yule msichana namjua vyema sana yule binti. Yule binti ni mtu mwenye heshima na ni mtu hard working. Ushanielewa? Ni mtu na mambo yake yule, na alikupenda vyema sana. Kwa nini usikubali tu?
umuoe. Baba aliniambia anakuja kuongea na wewe. Na vile unazungumza ni kama kwamba hajaongea na wewe. Kamsikize baba kwanza. Sawa? Sikize baba, hebu kaa hapa. Mama ushanikera tayari. Hata nilikuwa niingie ndani nibadilishe niende shambani. Sasa ushanikera. Huyu mtoto vipi? Taisi karogwa si bure. Mimi namtakia mambo mazuri au yule mtoto wa lady. Lakini sasa tukumwambia hataki. Kile kumwambia hivi wakupeleka hivi. Sasa mimi acha tu ajichagulie yule anataka. Sina maneno mengi. Mama. Naam. Nilikuwa huko mlango mfungwa. Maana wewe kwa kuzunguka namba 1. Haya watoka wapi? Nilikuwa nimeenda kutembea, nimeenda kule juu kule kwa rafiki yangu. Mtoto asubuhi. Kwenda kwa rafiki yako? Nenda kutembea. Haya sasa. Nyumba ifagiliwe iwe safi ndipo ufuate hizo shughuli zako. Mama ushaanza. Maana ukiniona mimi tu utarusha ushaona meji lako. lako. Asubuhi hujafanya usafi ndio uanza kutoka. Nataka vyombo hapa ndani vioshwe. Ufagie, ufanye kila kitu ndio uende zako kwa marafiki zako. Nyota Arts. Mapenzi ana nia zake. Hiki ni kivuli cha mapenzi. Sioshi mama, kama utaviosha chori zako. Mimi na wewe mtoto wewe. Wewe utapata mchumba kweli hali hiyo? Wewe utakwenda shinda wewe. Haya, nenda. Mimi nilikuwa ninakuita kwa sababu ya pesa ya mtihani, watoto wako waje pia na pesa. Na kila nikiwauliza wanasema baba atatuma na pesa, baba atatuma na pesa. Nikwambie tu kweli. Hawa watoto wanawapa pesa za mtihani, za shule na za chuo. Ukisema hawaleti pesa hapa, sasa labda tuwaite wao tuje tujue pesa wanapeleka wapi. Waitwe waje waulizwe kwa sababu hakuna pesa walionipatia mimi. Mama isharudi. Sasa mambo gani haya? Mwenye nimechoka, acha nitafute mali nitaenda ngoja. Usiku ni wetu baby. Hakuna kulala leo. Tangu ingie maishani mwangu, moyo wangu haupo tena kwangu. Nikitazama macho yako ninasahau hata dunia yangu. Micharai. Hello Micharai, mambo? Poa. Nimefika salama, na wewe? Sawa. Saa ngapi? Nitakwambia nikiwa tayari. Tutakuwa mwendo wa siku. Nasikia raha. Acha nimngojee mama mwanzo. Mimi ninawaita hapa kwa ajili ya pesa za mtihani. Nyinyi hamjapeana pesa ya mtihani. Na kila alikuwa nikiwauliza mwasema baba yenu anasema atawanitumia pesa na haja nitumie pesa mpaka sasa hivi. Mbidi nitumane salamu baba yenu waje. Baba yenu afika hapa namuuliza yuwasema hizi pesa aliwapatia. Kweli? Baba yenu aliwapa pesa? Hajatupa. Baba yenu hajawapa pesa? Bado hajatupa. What? Mimi ninawaelewa vizuri sana nyinyi watoto. Na nyinyi nimewalea kutoka mkiwa wadogo sana. Najua ujanja zenu. Sasa kama hiyo pesa mmepitishia mahali kwengine, vichochoro zenu hizi, utasema. Kwa maana mimi huwa nawapaga pesa kila mtakapokuja mseme mnahitaji pesa. Je, hiyo pesa mwaweza sema hapa mbele ya mwalimu wenu na msimuogope? Mlinapeleka wapi pesa ya shule? Sasa kama baba utupatie pesa, wategemea pesa ukitupatia kilete shule tufanye nini? Si pesa tulitumia.
Dusty road and ocean breeze. Turn that corner, palm tree leaves. Blue gate, gold sign, paradise written like it's yours and mine. Kids play pool by the mango stand. Shikamoo mwalimu. Jambo. Muendeleaje? Salama. Kumbe mwalimu. Jambo. Jambo. Mwalimu za sasa. Nzuri, sio uendeleaje? Mimi mzima kabisa na wewe? Mimi mzima sana. Naona umetoka shughuli. Natoka sokoni mara moja. Muendeleaje nyumbani na hao? Wazima kabisa, nimewatembeza hapa mtaani kidogo. Sasa hapa pole nyumbani. Sawa. Hebu tangulieni mbele kidogo, kuna sehemu kidogo nataka kuongea na mwalimu wangu. Sawa. Pia mimi hapa. Pata shangazi zako. Sawa. Hebu nikuulize, kuna mtu alikuwa aniletee mzigo. Sijui kama wewe ndio umetumia huo mzigo aniletee. Hapana, mimi sijaona mzigo wowote ule. Kusema kweli, kuna mzigo ulikuwa unatoka direct kutoka juu. Sasa kuna angel alikuwa aniletee. Na mimi nilipokuona tu nikaona wewe ndiye angel. Naamini wewe ndio umeniletea huo mzigo. Nakwambia mimi sijapokea mzigo wowote. Sawa, yasiwe mengi. Ila tangu ile siku nikakuona shule, nilisikia moyo wangu unapiga kama speaker. Umependa nini kwangu? Madamu, nilichokipenda nimependa vingi kwako, yani vyote. Wewe acha kunivuruga akili. Mimi nishazoea maisha yako, hasa peke yangu nikilia mtoto wangu. Sitaki stress. Nishaumizwa sana. Sasa sitaki kuumia tena kama nilivyoumia mwanzoni. Kumbe mtoto wako? Ndio, ni mtoto wangu. Uzuri unawe mtoto na mimi unajua watoto wangu. Na kama nimekupenda basi nitakupenda na mtoto wako. Na mimi pia nishawaiumizwa. Kwa hivyo sitaweza kukuumiza, maana najua uchungu wa kuumizana. Kidogo acha nitakufikiria, kwa maana nilikuwa niliamua tayari kuishi peke yangu. Nitashukuru sana kama utanifikiria. Na huko kufikiria kuchukua muda. Maana mwanzako siwezi lala. Na kuwaza tu wewe hiyo siku. Sasa madam, tutaonana. Sawa, pamoja. Ngoja jibu lako la. Haya, sawa. Dusty road and ocean breeze. Turn that corner, palm tree leaves. Blue gate, gold sign, paradise written like it's yours and mine. Kids play pool by the mango stand. Laughter spilling like the white sand. Bellboy dancing as he grabs your bag. Karibu, welcome. You can drop that drag. Hello, madam. Wasemaje? Unajua mwenye mtoto mrembo sana. Ndipo uambiweje? Sikiza Lela. Nini? Mimi Lela, najua Kifimbo mimi nakupenda sana. Hata wewe uko handsome na hilo jina peke yake. Napenda kusikia hivyo. Sikiza. Nimetafuta msichana muda mrefu. Lakini wewe Lela ndo nakupenda. Naomba ukubali maneno yangu. Eti anakuita nani? Mimi ni Kifimbo. Nimeona una dhamira nzuri kwangu, lakini mimi sio type yako. Nyingine usijapa mali kwetu kunisumbua mwenyewe, nafanya vitu vyangu na uwe mara yako ya mwisho unifuatafuata hapa kwetu, na ukiniona njiani
Wewe usinisumbue sumbue, uone kama kituo cha polisi. Kwenda huko. Moyo una maamuzi yake, lakini hayafuati mantiki. Unayempenda hakupendi, anakuona kama rafiki tu. Unamtafuta usiku na mchana, lakini yeye moyo wake uko kwa mwingine. Anayekupenda umpendi, unamkimbia bila sababu, anakutazama kwa matumaini. Mimi nimekuja. Ndio. Nakumbuka kipindi kile nilikuja haukuwa sawa, ila leo nimekuja na watoto wako hawa na dadako. Kama vile nilivyokuelezea kipindi kile, ndio sasa hawa watoto wameshinda. Nimeona nikuletee wewe kama watoto wako, ukajaribu kuongea nao na kuwaelimisha. Sawa. Cute na Zaida na dadangu, hivi mna shida gani? Hatuna shida. Hamna shida? Mbona kakangu amekuja na malalamishi sasa hapa kuhusu nyinyi? Hivi nataka kujua mwasoma kweli? Ndio. Usome? Nasoma. Mbona umenyamaza na nimeuliza note swali? Simu zangu ashajibu. Onekana sasa wewe ndio ule samaki mbovu ambaye atakaribu samaki wote. Hebu nieleze, maneno anayosema kaka ni ya kweli ama ni uongo? Hakuna ukweli wowote. Eti? Hakuna ukweli wowote wakati kaka amekuja na malalamiko hapa? Kwa hiyo huyu kaka anakusingizia ama anawasingizia nyote? Si ndio hivyo? Ndio. Hivi attendance ya shule iko vipi kwani? Na kaka, mshaifuatilia attendance yao ya shule? Iko vipi? Poa. Maana hata ukiangalia mtihani waliofanya juzi, ndio huyu alikuwa wa kwanza kutoka mwisho. Kwa hiyo hivyo ndio mnavyoishi na kakangu? Ndio maisha mmejichagulia kuishi? Hivi mnajua maisha nini? Ama mnajua umuhimu wa elimu nini? Alafu wewe shangazi, ambao ni shangazi yao, hao watoto nao unashindwa kuelekeza? Kuna shida gani? Sinaona wako sawa. Wako sawa. Huyu ndiye amewaharibu kabisa. Huyu alikuwa kae mfano mwema kwa anti zake, lakini yeye ndiye wa kwanza kutoka asubuhi anarudi usiku. Hajulikani mahali anaenda. Sasa yeye hata ukimuuliza hiyo atawatetea, maana wao moja hao. Sasa dada, kazi yako gani? Sikuwapikia. Kuwapikia. Lakini kuelekeza njia sawa huwezi. Mimi naelekeza na mimi naona uko sawa. Ama nyinyi mko sawa? Tuko sawa. Wanangu, maisha ni elimu. Kitu cha kwanza mjue hivi. Elimu ni maisha. Kwa kila kitu dunia hii kinapitia elimu. Sawa, mmefunga shule. Hivi hamna assignment? Mna muda wa kuketi chini mkafanya assignment zenu? Lakini mnaona umuhimu kuzunguka. Hakutawasaidia. Elimu ndio ufunguo wa maisha. Education is the key. Huwezi succeed kwa life kama huna elimu. Without education or knowledge, you have nothing. Kwa sababu huwezi miliki mali kama huna elimu. Kwa hiyo sasa mtaona mnamsumbua kaka, mnampatia stress kaka, kumsumbua huku na huku, mkiona fahari, lakini baadaye mtakuja juta, na sitaki iwe hivyo. Usiku ni wetu baby, hakuna kulala leo. Tangu ingia maishani mwangu, moyo wangu haupo tena kwangu. Nikitazama macho yako ninasahau hata dunia yangu. Unanifanya nicheke bila sababu.
Leo kuna maneno ningependa niwaelezee. Nasir hayuko, lakini ningependa angekuwa hapa, ila akiwepo kanielezea. Sasa mama Naomi, katika harakati zangu za kuwa kazini na mipango yangu mengine, nimeona umri unaenda. Ningependa na mimi niwe na kwangu. Omi pia ningependa uwe na mtu wako na wewe. Mimi ni mtoto wa kike, hapa nyumbani nitaondoka niende kwa na kwangu. Afa ulete mwanamke mwenye heshima ambaye atamheshimu mama. Sitaki nikitoka hapa uanze kuhangaika na wasichana waovu, wasichana ambao hawana nidhamu, hawana heshima. Nyumba ni mwanamke, na mwanamke mwenye heshima. Kwa hiyo ndio maana nimekutafutia mwanamke mimi mwenyewe. Nasiri na yeye pia nimemtafutia mwanamke mimi mwenyewe. Sitaki muhangaike na wanawake ambao hawana nidhamu kwa hiyo. Sasa Nasiri, kuna msichana mwenye huwa yuaje akitafuta Nasiri. Wewe wasema waletea Nasiri msichana. Na kama wenyewe wamependana na yule wamuoe huyo, manake yuaje siku zote akiulizia Nasiri. Ingawa hawajaonana, lakini juzi ilikuwa siko nimeenda kwa mazishi ndio nikasikia alikuja akapatikana na Nasiri. Teli wana wewe na kaka. Dada, mwenyewe na mtu tayari na huyo mtu mwenyewe nishampenda. Sasa sijui wewe unanitafutia, nikwambia unitafutie ama umeamua tu ufanye maamuzi yako mwenyewe. Mimi yule msichana nimempenda, hata kama tulikosana mambo madogo, lakini mimi bado nampenda. Huyo msichana mwenyewe ushe kuonyesha nani hapa nyumbani? Nakuuliza tena, umewahi kumleta huyo msichana hapa kumuonyesha mama ama mimi ushe kunionyesha kaniambia huyu ndio msichana ambaye nampenda? Kwa nini usimlete tumuone? Yeah. Mapenzi yana siri nyingi. Sasa utaniletea huyo mwanamke ambaye wampenda. Lakini kabla ya huyo kumleta, mimi lazima nikuonyeshe yule ambaye nimempenda mimi. Lakini dada, wewe sinasikia. Hakuna lakini hapo. Mzungu ndiye yuko. Mbona hujamleta tukamuona? Atakuja, kwani chakula ambacho mnakula mnafikiri pesa zinatoka wapi? Ni vizuri wanaozungumza Omi, umlete tumuone. Sasa wampangia mwenzio wako hajajulikana na wewe ndio mkubwa. Waonesha wadogo zako mfano mzuri. Niko na mtu nitamleta, lakini nikimleta hapa hata mimi nina majukumu, nitabidi nienuke hapa nikaishi naye. Ni sawa, si vibaya. Ndio maana nataka hapa nyumbani pawe na mwanamke sahihi. Anza na wewe kumleta. Nitamleta, yuko njiani kaka. Kama si leo hata kesho na siku nyingine pia siku. Haya wanangu. Wewe mama, yule wako ndio mpenda ni sawa. Mwache Omi na yeye ajichagule mwenyewe mwenye atampenda. Nasri na yeye mwenye atampenda. Mimi muhimu wangu nawaombea kila mtu awe na mtu wake mwenye amempenda. Naomba mpate wajukuu. Mama wawadekeza sana watoto wako wa kiume. Mimi nitawalisha nyinyi mpaka lini? Afadhali Nasiri anaweza kujitoa kaenda akajitafutia kabangaiza. Wewe kila siku kwa hapa wewe na mama na wewe. Mama anakutetea sana wewe. Wewe si una mzungu wewe. Kwa hiyo mzungu wangu ama wako? Nasemaje? Riziki ikifika na yeye pia kibarua atapata. Kama yuwazunguka na hajapata afanyeje? Sasa wewe kama uko na nafasi, uko na mahali hapo inza mchukua huyu mdogo wako umpeleke kwa kuwa atafanya kibarua. Ni vizuri. Lakini ukimrapia ndio umwambia nini? Lazima uwe na mke na ujitume. Nyinyi ndio watoto wa kiume, mwafaa muangalie mama na sio mimi. Wewe umesema uenda airport kupata mizigo. Inuka uende. Na wewe inuka tu ndo kanisaidia mizigo. Nijua tu nitaja mimi. Siri naye. Kwani ameenda wapi leo? Tokea kulipokucha haonekani. Na hao wengine ashatoka. Yeah. Baby. Usiku. Mama nakwambia itabidi tuende baadaye huko kupata mizigo. Huyu mzungu wangu yuaje? Amenipigia simu yuaje na micharangi. Sasa nitabidi nimsubiri afike. Baadaye ndo mimi na wewe tutaenda kufuata hiyo mizigo. Sasa huyo mzungu wako yuaja miguu ama yuaja na nini? Maana sijaelewa. Yaani anapenda vitu simple. Mazoezi kwao ndo yenyewe. Hivyo sasa hapa juu tutasikia ndege. Airport hapa kwani. Toba.
Haya dada, tungojee mzungu wako akuje. Kwanza wewe sina hela mimi sio tika. Yako ni haya. Unapenda pesa, jitume mtoto wa kiume. Mzungu yuaje dada? Sasa mzungu wangu wako. Maokoto lazima. Sasa mzungu si mwa dadake, shida iko wapi? Na akija dadake naye kaka pia mpata. Kabisa. Shida iko wapi? Mtoto wa kiume acha hivyo dogo. Mimi mzungu anipa pesa mimi sio zako. Nenda katafute zako, katafute kazi, jitume mtoto wa kiume. Ama usubiri wao ambao nitakuletea kama na pesa akulishe. Sio unataka kulishwa wewe? Hebu ushaanza kunipigia mikwara si? Hamna cha mikwara nakwambia kuambiana. Ngoja mzungu wako akuje. Na Akaondoki mtu hapa mpaka hela. Nakwambia atanipeleka Russia. Auondoki hapa mpaka nitoe mao. Take me to Russia. Lazima niende Russia. Sasa nyewe mwapigizana makelele, mgeni hajafika. Sasa mgeni akiingia hajawapata hivyo mwazozana. Sasa ushamwambia kwani ukipewa pesa ukimpa na ni mdogo wako shida iko wapi? Sawa nyinyi ngojeni niende Russia nitawatumia pesa ule kijaza choo. Si mimi nasubiri nitaongea naye mwenyewe, shemeji ataelewa. Basi tutaenda sote Russia, sikuache ndugu yangu. Asiende Russia, wewe kama unaenda lakini mimi pesa lazima nipe. Sasa si ndio tutaenda sote Russia, utanichanganya huko mbele kuko rahisi. Mbele kuko rahisi? Sawa tutaona. Mama darasha vipi nyote mkiondoka mimi nitabaki na nani? Kaiuza nyumba mama nawe. Mwanangu atabaki hapa. Tampeleka wapi mama anamdanganya tu wewe mwenyewe ajui lolote, ajui kizungu, ajui lolote tena kama nyaibisha huko mbele. Uzarau. Sasa hiyo ndio atakompeleke huko kashifu vizuri na mzungu. Aende wapi mama huyo ashazoea kula wali mwenyewe, hakuna wali huko. Baki hapa. Sasa baki hapa, mwache abaki hapa sio kwa Karibu. Nami. Poa sana kwaje? Na mgeni. Meet my mom here and my brother. Hi mom. How are you? I'm good. Hey, how are you bro? Fine. How are you? Fine. Welcome. Okay. Thanks. Shemeji huyo. Acheka nini omi? Kwani bro, kuna shida gani? Sasa mama, huyu ndio huyo mzungu nilikuwa nakwambia. Haya, kwa hiyo huyo ndio huyo mzungu. Ndio mzungu mama. Twashukuru Mwenyezi Mungu anatuletea baraka. Alhamdulillah rabbil alamin. Pia karibu kwetu ndio hapa. Welcome home. Good. Yeah. Hata kunywa kinywaji gani ama mampangia atakula nini mgeni huyu? Coffee? Like water, a glass of water, yeah. Baridi ama moto, maji ya. Cold or better? Cold. It's okay, yeah. Bro, nini mbaya? Mbona unaona wazamia yote huko? Kanya. Nini mbaya? Omi, mbona uheshimu mgeni? Mimi nashangaa huyu jamaa cheka tu kama moyo hapa. Kuna nini? Shemeji. Oi. Kalala njaa. Welcome. Thanks. Karibu sana. Babu wewe sister du, vipi huyu? Mbona yeye acheka? Kwani? Ngoja jamaa. Wow. Nice. Ni wajua mwenyewe kitu gani? Okay. Yeah. Good. Thanks. Mama mkanya umeona tabia zake. Aiwajua nalolifanya. Acha nitamuuliza. Si mtoto mdogo, iwajua mwenyewe anachokifanya. Nitamuuliza hapa. Umeona nini? Oi. Vipi huyu? Mwezi mchanga bwana. Watu wakanyagana tena. Nini babu keti nini mbaya bwana? Mimi namshangaa nivoga tu kutoa nikaa mimi navumilia. Heshimu mgeni bwana. Mama, sinakwambia kila siku mtoto wako ana heshima. Kwani yome mwanangu, hebu niambie. Kuna nini bwana? Uko wapi baba? Mapera pia. Dada, huyu ndio kupeleka Russia huko. Kwa nini?
Mshikaji mimi namjua. Sasa kama umjua. Kwa hiyo ome mwanangu, waniambia mwajuana. Sasa mama huyu si apenda kwenda beach, lazima alikutana naye huko beach. Huyu tu akanae maskani huyu. Mimi namfahamu Changamoto. Wewe bro, kwani nini? Mbona sielewi? Huyu namjua huyu. Wamjua kivipi mshikaji? Si mzungu ukatoka Russia bro, mbona zengua wewe? Anatoka Russia, anatoka hapa maskani huyu. Maskani gani? Mbona unachana aibu bro na wewe? Mimi ni wivu wajua dada umeakanyaga. Ni mbona tuelewani lakini wewe H2 vipi? Katoka Russia huyo. He's crazy. Oya dada, huyu hakuna cha crazy wala nini wewe. Hii nywele si ya kizungu hii. Hebu nyamazeni nyote. Nataka tuongeeni ukweli. Baba wewe ni mzungu? Na huu mwanangu mshawaionana ama mnataka kuniambia huu mwanangu ana matatizo yake? Mama yutoka Russia. Usisema toka Russia kumbe ukwenda beba Kenya Kimbo atuletea asema ni mzungu. She is asking whether you know each other. Sitaji koroga, acha kuongea kizungu nyingi hapa wakati huu unamjua. Wewe wamjua kivipi? Mbona ukazana wamjua kivipi? Na maana unielewi sio? Brother, I think it's a time for us to leave. No problem. Let's leave. Okay. Kwendeni zenu. Nini kwenda vipi bro? Una mieyusho mingi alafu mtoto wa kiume nini bro? Hakuna cha mieyusho wala ni kwendeni zenu na mzungu wenu, mzungu wako. Mzungu wa dadako huyo. Chini kwa wapi ndani umepotea. Dekoma. Dekiomba baba. Haya makini na nyumba yenu. Unguja ni mzungu ajadili. Tukasema mwanangu mcheze. Sasa cheze wewe, cheze mwanangu. Ndio hapo sasa. Cheze kati ya wewe na mwanangu, cheze nani? Ilo.